kwa inakaba. Kwa Yanga waliingia wakiwa kwenye pressure kubwa, na ukizingatia wenyeji kwa maana ya kwamba JS Kabylie walikuwa nataka lazima wachukue alama 3 ili kuweza kufidia alama ambazo walikuwa wameziangusha kule Egypt. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo haikutakiwa ufanye makosa mengi katika maeneo muhimu. Kwa Yanga waliingia wakiwa na watu ambao wana ukomavu na kuweza kujua kwenye kila eneo la mchezo, kwenye kila eneo la kiwanja nini wafanye ili kuweza kusekiwa aidha wapunguze makosa au kufanya opponent wao washinde kuwa na madhara makubwa. Jambo la pili utazungumzia kwa maana ya mbinu za mwalimu. Mwalimu amekuwa na uwezo mzuri kwa muda mfupi ambao amekaa na timu kuweza kuisoma na kuweza kujua inaweza kufanya. Yanga wameingia walikuwa kwa very compact. Wakiwa wanashambuliwa unaona wana watu 5 mpaka 6 kwenye eneo lao na walikuwa wafungui mwenyewe, lakini pia walikuwa wanashambulia kwa namba ingawaje kulikuwa hakuna uwiano. Lakini kubwa zaidi utaona ambavyo Dube alikuwa anashuka na kuweza kulinki ili kuweza kusubiria wenzake wakiwa wanakuja, kwa sababu timu muda mwingi ilikuwa inakaa na watu nyuma watu 6, mbele wanakaa watu 3 na mbele anakaa mtu mmoja. Kwa hiyo kwa mpira ukipigwa kwa Dube inamlazimu akaenda mpira mpaka sekunde 30 ili hawa ambao wapo katikati watatu waweze kusogea na kutengeneza uwiano wa watu 4 na kuweza kuataki, na waliweza kufika. Na kama pangekuwa pana umakini leo pengine Yanga angeweza kusoka kipindi cha kwanza, bali tengeneza nafasi 2 au 3 ambazo hawakuweza kuzitumia. Lakini jambo la tatu utazungumzia fitness. Yanga walikuwa wameanza msimu hawakuwa katika hali nzuri. Tulikuwa tunazungumza fitness yao ilikuwa iko vizuri, lakini kadri muda unazikwenda unaona inazidi kupanda. Mechi ambayo imekimbia dakika 90 zote uliona ambapo walikuwa wanajitoa, lakini bado waliweza kutengeneza uwiano wa namba kwenye kila maeneo, timu ikiwa na mpira na ikiwa haina mpira.